الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni Alhamisi ya tarehe 6 mwezi wa Safar mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe 31 ya mwezi wa 7 mwaka 2025 Miladia. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، كما قال الله تعالى في آدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. njia ya pili ya kuonesha dhahiri ya lafzi la aya ni kwamba lau ingekuwa muradi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameumba wanyama kwa mikono yake, ingekuwa matamshi ya aya ni kama hivi: khalaqna lahum biaidina an'ama, tumewaumbia wanyama kwa mikono yetu, kama qala Allah ta'ala fi Adam: ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, lipi lililokuzuia kumsujudia kiumbe ambaye tumemuumba kwa mikono, nimemuumba kwa mikono yangu. Tumefahamu lakini hakusema hivyo katika aya hii. Qala awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama. قال الشيخ: لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية. sababu Qur'ani imeshuka kwa bayana na kuweka wazi, si kwa kuficha. لقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء, tumekuteremshia kitabu Qur'ani kwa ajili ya kuweka wazi kila kitu. Kwa Qur'ani haikuficha jambo. يقول في الشرح: فلو كان الله تبارك وتعالى يريد بقوله مما عملت أيدينا أي مما خلقناه بأيدينا لكان يقول مما عملنا بأيدينا، كقوله في آدم عليه السلام يخاطب إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ingekuwa Allah tabaraka wa taala anakusudia kwa maneno yake mimma amilat aidina, maana tulioumba kwa mikono yetu, angesema mimma amilna biaidina, tuliofanya kwa mikono yetu, kwa kauli fi Adam alayhi salam alipomwambia Iblis: ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, jambo gani limekuzuia kumsujudia aya niliyemuumba kwa mikono yangu? لكن الله تعالى قال مما عملت أيدينا، والمعنى مما عملنا تليو يفني سيسي. فهو كقوله تعالى: ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. فالمراد أن هذه الأنعام عملها الله عز وجل بنفسه، يعني خلقها ونما أموأومبا الله، وليس المعنى أنه عملها بيده أي خلقها بيده. si maana kwamba Allah amewaumba wanyama kwa mikono yake, لأن هذا اللفظ لا يقتضيه في اللغة العربية. lafzi hili halihukumiwi katika lugha ya Kiarabu. حينئذ نقول نحن لم نخرج الآية عن ظاهرها, kwa tunasema sisi hatujaitoa aya na dhahiri yake. قال الشيخ: وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني. ikidhihiri ubatili wa kauli ya mwanzo, na hiyo ni kwamba Allah amewaumba wanyama kwa mikono yake, kauli hiyo ni batili, italazimu kuwa sawa ni hii kauli ya pili. ipi? wa huwa anna dhahira lafzi
أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده. ظاهر ya lafzi la aya ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameumba wanyama kama alivyoumba vitu vingine, hajawaumba wanyama kwa mikono yake. Lakinna idafata al-amal ila al-yadi ka idafatihi ila an-nafsi bimuqtada al-lughati al-arabiyya, lakini kutegemezewa amali hiyo kwa mikono ni kama kutegemezewa kwenye nafsi kwa muktadha wa lugha ya Kiarabu. Bikhilafi ma udhifa ila nafsi, kinyume ikitegemezewa nafsi, wa uddiya bilba'i ila al-yadi, ikafanywa tadia ile fiili kwa ba kwenye mkono. Fatanabbah lilfarqi, zinduka kwa ajili ya farqa hii. Fa inna at-tanabbuha lilfarqi baina almushtabihat min ajwadi anwa'i alilmi, kuzinuka kwa kufarikisha baina ya hizi mushtabihat, aya zinazotatiza, ni katika sampuli nzuri sana ya ilmu. Wabihi yazulu kathirun min alishkalat, na kwa hili huondoka matatizo mingi na mishikili mingi inayotokea kwa baadhi ya watu katika aya hizi. Kwa hiyo Allah hakuwaumba wanyama kwa mikono yake kama alivyomuumba Nabii Adam kwa mikono yake. قال إذن أهل السنة والجماعة لم يخرجوا بهذه الآية عن ظاهر اللفظ. كيو أهل السنة والجماعة hawajatoka kwa aya hii na nje ya matamshi yake. وحينئذ فلا يكون فيها حجة لأهل التعطيل على أهل السنة. Kwa hiyo hapo itakuwa hakuna hoja kwa hawa watu wanaokanusha sifa za Allah, hoja dhidi ya ahlus sunna. المثال الرابع عشر، مفانو وكمنا قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. Allah anasema wale wanaokupa bai'a wakakupa ahadi, hakika hakuna vingine, wanampa ahadi Allah. Yadullahi fawqa aydihim, mkono wa Allah uko juu ya mikono yao. asema hadhi aya nazalat fi mubay'ati ash-shajara وذلك في صلح الحديبية لما أشيع أن عثمان رضي الله عنه مندوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش قتل. بايع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، بايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه على القتال، ورجع عثمان wajara sulhu. Bai'a hii, aya hii ilishuka katika ile bai'a ya chini ya mti. Masahaba walipompa bai'a Mtume sallam kwamba watapigana na makafiri hao ambao walimzuia Uthman radhiyallahu anhu, watapigana nao mpaka wamrudishe. Wadhalika fi sulh al-Hudaybiyah, ilipotangazwa kuwa Uthman radhiyallahu anhu aliyetumwa na Mtume sallam kwa Makuraish ameuawa. Huyo masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim wakampa bai'a hadi ya Mtume sallam kwamba watapigana na Makuraish ili wamrejeshe Uthman. Waraja Uthman akarudi radhiyallahu anhu, wajara sulhu, ikapita sulhi. Hii ndiyo makusudio ya aya, innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. Wale wanaokupa bai'a chini ya mti huo, innama yubayi'una Allah, hakuna vingine, wanampa bai'a Allah. Yadullahi fawqa aydihim, mkono wa Allah uko juu ya mikono yao. Qala wal jawab, yaqulu ahlu at-ta'til inna dhahira al-lafzi anna al-mubay'ata waqa'at min al-mu'minina lillahi mubashara. Wanasema hawa watu wanaokanusha sifa za Allah kwamba dhahiri ya lafzi la aya ni kwamba bai'a hiyo masahaba wamempa Allah moja kwa moja. Bai'a hiyo masahaba
wamempa Allah. Wa inna yada Allahi nafsahu wa inna yada Allahi nafsihi fawqa aydihim inda almubaya, na kwa mkono wa Allah nafsi yake, Allah nafsi yake mkono wake ulikuwa juu ya mikono yao wakati wa bai'a hiyo. يقولون هذا هو الظاهر, hii ndio dhahiri ya lafzi la aya, liajli an yulzimuna imma bilqawli bihi wa huwa mumtani', ili watulazimishe kauli hiyo, na kauli hiyo ni mumtani', lianna Allah azza wa jalla fawqa arshihi wa yaduhu subhanahu lam tamassa aydiya haula'i almubayi'in. Allah yuko juu ya arshi yake, mikono yake haijagusa, au mkono wake haujagusa hao wenye kutoa bai'a masahaba. Wa imma bimukhalafatihi, ima kukhalifu lafzi ya aya, wa huwa ma yuridunahu minna, na hilo ndio wanalotaka kwetu. Liannahum hinaidhin yaqulun antum saraftumul aya an dhahiriha, nyinyi mmeitoa aya hii na dhahiri yake. Falimadha tushanni'una alaina idha sarafna al-ayati an dhahiriha wa antum tasrifun al-ayat an dhahiriha, hadhi shubhatuhum. Mmeelewa shubha? Umeelewa? يقول الشيخ والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. هي مكسانة جملة mbili. الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله, wale wanaokupa bai'a hakuna vingine wanampa bai'a Allah. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها. أهل السنة السلف وميchukua dhahiri yake aya hii kwa dhahiri yake na uhalisia wake. وهي صريحة, aya iko wazi, fi anna as-sahabata radiyallahu anhum kanu yubayi'una an-nabiy sallallahu alayhi wasallam nafsahu. Aya iko wazi kuwa masahaba radiyallahu anhum walikuwa wakimpa bai'a mtume sallam mwenyewe, mtume mwenyewe. idhan qawluhu ta'ala innal ladhina yubayi'unak sarihun fi anna al-mubay'ata kanat lirrasuli alayhi salatu wassalam. Ile bai'a ilikuwa masahaba wanampa mtume sallallahu alayhi wasallam, kila mmoja anampa mkono mtume sallallahu alayhi wasallam kumpa ahadi hiyo ya vita. Fala yumkinu an yuqala inna dhahiraha annahum bay'u Allah, haiwezekani kusema kwamba dhahiri ya aya ni kwamba masahaba wamempa bai'a Allah. أما في قوله تعالى إنما يبايعون الله فهذه هي التي تشبث بها هؤلاء المعطلة. هي إباهي يا الله, هي ndio ambayo wameshikamana nayo hawa wanaokanusha sifa za Allah, liyulzimu ahla sunnati wal jamaa biannahum qalu bitawil, wa hiya innama yubayi'una Allah. Wameshikana hapa kwamba aya imesema hakuna vingine, hao wanampa bai'a Allah. قال الشيخ ولا يمكن كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه. hakuna anayefahamu yote, hakuna yote anayefahamu kwamba kauli ya Allah hakika wanampa bai'a Allah ni kwamba wao wamempa bai'a Allah nafsi yake, kama kila mmoja katika masahaba alishika mkono wa Allah. Hakuna anayefahamu hivyo. wala an yadda'iya anna dhalika dhahiru lafzi, wala hakuna yoyote anayedai kwamba hiyo ndio dhahiri ya matamshi ya aya hii, limunafati li awwalil aya, kwa sababu ya kupinga kwake mwanzo wa aya. innal ladhina yubayi'unaka, mwanzo wa aya ni hivyo, wale wanaokupa bai'a wewe.
إذن لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى وكukanushika hilo na mwanzo wa aya na waqi vile ilivyo na kuwa muhali katika haki ya Allah mtukufu kwamba apeana mikono na masahaba hilo ni muhal قال لمنافاته أولا أنه مناف لأول الآية وهو قوله تعالى إن الذين يبايعونك والبيعة بيعة واحدة وقعت للرسول عليه الصلاة والسلام وليست لله عز وجل بيعة موجة ilitokea masahaba wakampa bai'a mtume صلى الله عليه وسلم si kwamba walimpa Allah ثانيا منافاته للواقع kupingana kwake na vile ilivyo lianna alwaqi'a anna as-sahabata radiyallahu anhum inma bay'u ar-rasul sallallahu alayhi wasallam masahaba walimpa bai'a mtume sallallahu alayhi wasallam walam yaqul ahadun minhum aw fahima anna Allah jalla wa ala madda yadahu ilayhim liyubayi'ahum hakuna yoyote aliyesema au aliyefahamu kuwa Allah jalla wa ala alinyoosha mkono wake kwa masahaba wakampa bai'a ولهذا جاء الوجه الثالث وهو استحالته على الله عز وجل لكتوezekana jambo hilo kwa Allah azza wa jalla لأننا لو قلنا إنهم يبايعون الله حقيقة لازم إما أن يرتفعوا إلى الله كما قال الله تعالى في عيسى عليه السلام ورافعك إلي وإما أن الله تعالى ينزل وكلا الأمرين مستحيل إما wangepanda juu hao masahaba kwa Allah kama Allah alivyosema kwa Isa alayhi salam warafiuka ilayya tutakuinua kwangu nitakuinua kwangu wa imma anna Allah ta'ala yanzilu na imma Allah azza wa jalla anashuka wa kila al-amrayn mustahil na mambo yote hayo mawili haiwezekani ولكن الله عز وجل ذكر ذلك إنما يبايعون الله توكيدا لهذه المبايعة Allah amesema hivyo kwa ajili ya kusisitiza bai'a hii wa annaha laysat mubay'ata basharin li bashar na kwamba hii si bai'a ya mtu kwa mtu bal haqiqatuha annaha mubay'atu basharin lil khaliq azza wa jalla uhalisia wake ni bai'a ya watu kumpa muumbaji wa kila kitu Allah azza wa jalla lianna Muhammadan rasulullah famubay'atuhu mubay'atun lilladhi arsalahu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mtume wa Allah kwa hiyo kumpa bai'a mtume ni kumpa bai'a huyo aliyemtumiliza mtume ambaye ni Allah azza wa jalla وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله الله مجعليا kumpa bai'a mtume sallam ni kumpa bai'a yeye kwa sababu huyu ni mtume wake waqad bai'a as-sahabatu 'ala al-jihad fi sabilillah masahaba walitoa bai'a juu ya jihadi kuitetea dini ya Allah wa mubay'atu ar-rasuli 'ala al-jihad fi sabili man arsalahu mubay'atu liman arsalahu bai'a ya mtume juu ya jihadi fi sabilillah kwa huyu aliyemtumiliza ni kumpa bai'a huyo aliyemtumiliza mtume ambaye ni Allah li'annahu rasuluhu muballighu anhu sababu huyu ni mtume wake aliyemfikishia ujumbe wake Allah kama anna ta'ata ar-rasul ta'atun liman arsala kama ilivyo kwamba kumtii mtume ni kumtii aliyemtumiliza mtume liqaulihi ta'ala man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah mwenye kumtii mtume ndio amemtii Allah kwa anempa bai'a mtume ndio amempa bai'a Allah si ndio maneno yako wazi basi hawa tu wanaji tatiza wenyewe kwa wenyewe يقول الشيخ في الشرح فلو أن ملكا
أرسل أناسا إلى البلدان ليبايعوا عنه، فإن هؤلاء الرسل الذين بايعوا أهل البلدان إذا بايعهم الناس فإنما بايعوا الملك، مع أن المبايعة المباشرة لرسله. Asema lau mfalme angewatuma watu kwenda katika miji tofauti tofauti ili watu wa kule wampe bai'a huyo aliyetumwa na huyo mfalme. Hawa mitume waliotumwa alladhina bay'u ahla albuldan, wanaoweka bai'a kwa watu wa miji. Idha bay'ahumun nas, watu wakiwapa bai'a, fa inma bay'u almalik, wamempa bai'a huyo mfalme. Ma anna almubay'ata almubashira lirusulihi, kwa kwamba bai'a ile ya moja kwa moja ni ya mitume wake, walakinna haqiqataha lilmaliki. إذن فصارت مبايعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ikawa kumpa bai'a mtume sallam ni kumpa bai'a Allah azza wa jalla. Ndio innal ladhina yubayi'unak innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. قال وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده، إلي كتجمزوا masahaba kumpa bai'a mtume sallam, kutegemezewa Allah mtukufu ni katika kumtukuza mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ta'yidihi, na kumpa nguvu mtume. innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah, hii ni kumpa nguvu mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfanyia tashrif wa tawkidihi wa tawkidi hadhihi almubaya'a wa 'idhamiha, na kusisitiza bai'a hii na kuonesha ukubwa wa bai'a hii, wa raf'i sha'ni almubaya'a ma huwa dhahirun la yakhfa ala ahad, kuinua jambo hili la bai'a ambapo hilo liko wazi halijifichi kwa yoyote. Ndio mtume akawasifu masahaba hawa na kusema la yadkhulu an-nara mimman bai'a tahta hadhihi ash-shajara, haingii motoni aliyefanya bai'a chini ya mti huu. Mtume anawasifu masahaba wake na kuwabashiria pepo hao waliomfanyia bai'a tahta ash-shajara, wakanu akthara min 1400, kama wanavyosema maulama, walikuwa zaidi ya masahaba 1400. قال وهذا لا شك فيه ففي الإضافة عدة فوائد. katika idhafa hii kuna faida nyingi. Awalan tashrifu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kumtukuza mtume sallallahu alaihi wasallam. Wajhu dhalika anna Allah ja'ala mubay'ata ar-rasul mubay'atan lillah, Allah amejalia bai'a ya mtume kumpa mtume ndio kumpa bai'a Allah. فهو عليه الصلاة والسلام كالنائب عن الله عز وجل, kwa mtume sallam ni kama naibu wa Allah azza wa jalla katika jambo hilo. الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم, mkono wa Allah yuko juu ya mikono yao. وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها, hii pia iko katika dhahiri yake na uhalisia wake. فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين, kwani mkono wa Allah mtukufu uko juu ya mikono wenye kutoa bai'a. Lianna yadahu min sifatihi, mkono wa Allah ni katika sifa zake. Wa huwa subhanahu fawqahum ala arshihi, na hii Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu yao, yuko juu ya arshi yake. Fakanat yaduhu fawqa aydihim, kwa mkono wake uko juu ya mikono yao. إذن يد الله المضافة إلى الله عز وجل فوق أيديهم، ولا يلزم من ذلك المماسة.
wala hailazimu kwa hilo mumasa kushikana na mikono ya masahaba, kama naqulu as-samau fawqana wala yalzamu an takuna mumasatan lana, kwamba mbingu iko juu yetu hailazimu kwamba imeshikana na sisi mbingu hiyo. Wa hadhi aidan ala dhahiriha wa haqiqatiha, fa inna yada Allahi fawqa aidi almubayi'in, mkono wa Allah uko juu ya mikono wenye kutoa bai'a, li anna yadahu min sifatihi, sababu mkono wake ni katika sifa zake Allah, wa huwa subhanahu fawqahum ala arshih. وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل. hiyo ni kusisitiza kuwa kumpa bai'a mtume صلى الله عليه وسلم ndio kumpa bai'a Allah azza wa jalla. ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم، hailazimu kwa aya hiyo kuwa mkono wa Allah jalla wa ala ni wenye kushikana na mikono ya masahaba. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا ما أنها مباينة لنا، uone kwamba inasemwa mbingu iko juu yetu, pamoja na kwamba mbingu hizo ni zenye kupamukana na sisi, baidatun anna, ziko mbali na sisi. Fayadullahi azza wa jalla fawqa aidi almubayi'in li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ma'a mubayanatihi ta'ala li khalqihi wa uluwihi alayhim. Kwa hiyo mkono wa Allah azza wa jalla uko juu ya mikono wenye kumpa bai'a mtume sallallahu alayhi wasallam, pamoja na kupambanukana kwake na viumbe vyake Allah na ujuu wake dhidi ya viumbe vyake. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم. hakuna yoyote, haiwezekani kwa yoyote kufahamu kuwa muradi wa kauli ya Allah yadullahi fawqa aydihim ni kwamba mkono wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wala an yad'i anna dhalika dhahirul lafzi, wala haiwezekani kwa yoyote kudai kwamba hiyo ndiyo dhahiri ya lafzi, lianna Allah ta'ala adhafa al-yada ila nafsihi, Allah subhanahu wa ta'ala ameutegemezea mkono kwenye nafsi yake. إنما يبايعون الله ووصفها بأنها فوق أيديهم يد الله، hiyo ndio idhafa, ametegemeza mkono kwenye nafsi yake, yadullahi fawqa aydihim, ووصفها بأنها فوق أيديهم. ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، mkono wa mtume صلى الله عليه وسلم alipopewa bai'a na masahaba haukuwa juu ya mikono yao, bal kana yabsutuha ilayhim fayumsiku biaidihim kalmusafihi lahum, bali mtume alikuwa akikunjua mkono wake kwa masahaba, fayumsiku biaidihim, kisha anashika mikono yao, kalmusafihi lahum, kama mwenye kuwapa mikono tu ya kawaida, fayaduhu ma'aidihim la fawqa aidihim. Kwa mkono wa mtume ulikuwa pamoja na mikono ya masahaba, haukuwa juu ya mikono yao. Tumeelewa? قال وهذا يناقض ما ذكرنا في شرح العقيدة الواسطية من أن المراد بيد الله تعالى يد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم إذا كانوا يبايعون الله بمبايعة الرسول فيد الرسول كيد الله تماما. اسمع hii inapinga tuliyoyataja katika sharhi al-aqida al-wasitiyya kwamba muradi biyadillahi ta'ala ni mkono wa mtume alayhi salatu wassalam, kwa sababu idha kanu yubayi'una Allah bimubayati ar-rasul, ikiwa masahaba wanampa bai'a Allah
kwa kumpa bai'a mtume, fayadur rasuli kayadi llahi tamaman, kwa mkono wa mtume ni kama mkono wa Allah moja kwa moja. Fayakunu almuradu bidhalika yada rasul, itakuwa muradi kwa hilo ni mkono wa mtume. La, hatusemi hivyo, bal naqulu innal murada anna yada Allahi fawqa aydihim ala haqiqatiha. Asema katika akida al-wasitiyya katika sharhi yake alifanya sharhi hivyo kwamba maana yadullahi fawqa aydihim ni mkono wa mtume. Lakini anasema hapana, bal naqulu innal murada anna yada Allahi fawqa aydihim ala haqiqatiha, mkono wa Allah uko juu ya mikono yake, mikono yao uko juu ya mikono yao kwa uhakika wake. Walaysa almuradu yada rasul, si muradi kwamba mkono wa mtume uko juu ya mikono yao. Wabayanna anna hadha la yumkinu min wajhain, tukaweka wazi kwamba hili haliwezekani kwa njia mbili. Alwajhu alawwal anna Allah adhafaha ila nafsihi, Allah ameutegemezea mkono kwenye nafsi yake, faqala yadullahi. والأصل أن المضاف وصف للمضاف إليه. أيوة، أصل كما مضاف نصفة يا مضاف إليه، هو مكونه والله سي مكونه ومتومه. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضع يده فوق أيديهم ولكن يبسطها إليهم فيبايعونه. mtume haweki mkono wake juu ya mikono yao, lakini mtume alikuwa akikunjua mkono wake kwao, wao wanampa bai'a, kama qala Amr ibn al-As radiyallahu anhu linnabiy sallallahu alayhi wasallam ubsut yadaka falubayi'ka, ubsut yadaka falubayi'ka, kunjua mkono wako ni kupe bai'a. Mtume alikuwa akikunjua mkono akiwapa bai'a masahaba, kila sahabi anakwenda kumpa mkono, ndio inaitwa bai'a. Kwa hiyo hapa ni mkono wa Allah, si mkono wa mtume. Thumma aidan lialla yahtajja bihi man yaqulu biwahdati alwujud au bilittihadi fayaquluna inma qala yubayi'unaka inna alladhina yubayi'unaka inma yubayi'una Allah, idhan farrasulu huwa Allah wa yadu Allahi fawqa aydihim. Hii ndio wahdatul wujud, kwamba kila kitu ni Allah. Katika itikadi za kikafiri kila kitu kwamba pana kila kitu ni Allah. Idhan قال ويد الله فوق أيديهم والذي فوق أيديهم يد الرسول، فجعل يد الرسول يدا لله، وكجعليا مكونه ومتمن مكونه الله. وحينئذ يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل، نسأل الله العافية. فهذا لا يمكن أبدا، هي هيوزكاني كبيسة. المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. ليون الخميس وجد شرح شيء توجهي كجايو إن شاء الله. قال وما ذكرناه في شرح العقيدة الواسطية لا شك أنه محتمل، وعليه نحن مترددون بين أن يكون المراد ما ذكرناه سابقا أو أن يكون المراد ما ذكرناه هنا في القواعد المثلى. Sheikh anasema tuliyoyataja katika sharh al-aqida al-wasitiyya hakuna shaka kwamba ni muhtamal, inawezekana. Wa alayhi, kwa hiyo fanahnu mutaraddidun, si tunatia shaka baina ya kuwa muradi ni tuliyoelezea huko nyuma, yani katika aqida al-wasitiyya, au kuwa muradi ni tuliyoyataja hapa katika al-qawaid al-muthla. Wa in kana alladhi dhakarnahu huna fi al-qawaid al-muthla aqraba ila dhahiri al-lafzi, pamoja na kwamba haya tuliyotaja hapa katika qawaid al-muthla yako karibu zaidi na dhahiri ya matamshi ya aya. Wa huwa anna yada Allahi haqiqiyatun fawqa aydihim,
kwamba mkono wa Allah wa hakika uko juu ya mikono yao, yani kaannahum bay'u Allah azza wa jalla, kama kwamba wamempa bai'a Allah azza wa jalla, wa yaduhu fawqa aydihim walau kana fi sama, hata kama yeye yuko mbinguni juu ya arshi yake, lakini kama waliompa bai'a Allah. Wala yalzamu almumasa, wala hailazimu kushika mkono wake Allah. والذي يرجح هذا أيضا أن مبايعة الرسول كالمصافحة تماما. nalotilia nguvu hili ni kuwa kumpa bai'a mtume ni kama kumpa mkono tamaman. falaysat yaduhu sallallahu alayhi wasallam fawqa aydihim, haukuwa mkono wa mtume sallam uko juu ya mikono yao. ولهذا قال عمرو بن العاص رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ابسط يدك فلأبايعك، kunjua mkono wako nikupe bai'a. وإذا قلنا يد الرسول صارت إضافتها إليه تعالى لأنه رسوله فهو قائم مقامه. tukisema yadu rasul imekuwa kutegemeziwa Allah mtukufu kwa sababu ni mtume wake, yeye amekaa mahali pake. wa maadhalik la naqulu inna yada Allah ta'ala basharat aydiyahum, pamoja na hivyo hatusemi kuwa mkono wa Allah mtukufu umeshikana na mikono yao masahaba, bal naqul inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala mubay'ata ar-rasul kamubay'ati Allah. Allah amejalia kumpa bai'a mtume ni kama kumpa bai'a Allah. walakinna Allah fawqa kulli shay, lakini Allah yuko juu ya kila kitu. fatakunu yadullahi fawqa aydihim, wa itakuwa mkono wa Allah uko juu ya mikono yao. wa ana ara anna alladhi yadhabu ila hadha au hadha la basa bihi. Sasa mimi naona kwamba anayesema hivi au hivi sio vibaya. arudia kusema kauli yake ile ya mwanzo. fa in qala qa'il idha qulna biqawlina fi alqawaid yakunu ka'anna al-ayata laysa fiha fa'idatun au ma'na, itakuwa kama kwamba aya hii haina maana wala haina faida. li'annahu min al-ma'lum biadillatin ukhra anna Allah ta'ala bisifatihi fi as-sama' wa annahu alim. Allah subhanahu wa ta'ala wa sifa zake yuko mbinguni na yeye ni mjuzi. faljawabu la bal laha ma'nan, fama'naha ta'dhimu hadhihi almubay'a. maana aya ni kuadhimisha bai'a hii, والتحذير من المخالفة فيها, نكتهذريش كي خالف بيعه. مثل ما يقال للإنسان اتق من فوقك، يعني اتق الله، اتق من فوقك، موغوبي aliyejuu yako, يعني موغوبي الله. فالمقصود بذلك تعظيم هذه المبايعة والحذر من نقضها. ومقصوديو ya aya hii ni kuadhimisha hii bai'a na kutahadhari kuitengua bai'a hii na kuikhalifu bai'a hii. Kwa hiyo haya ndio maelezo ya Sheikh kwa shubha yao hiyo walioisema, kama alivyofananisha Sheikh rahimahullah kwamba ni kama kusema kama aya Allah man yuti ar-rasula faqad ataa Allah, na ndio bai'a hii Allah alivyosema إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. ونساسا ونقسم من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ويبايع alipewa mtume, lakini ni kama wamempa bai'a Allah subhanahu wa ta'ala, sababu huyu ni mjumbe wake, huyu ni mtume wake, huyu ni naibu wake katika jambo hilo la bai'a. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.